watu kuondolewa uhuru, ni hila za shetani na matakwa binafsi ya watu wachache ambao wamejinufaisha kutokana na dhuluma kule Israeli na kule Irani wanaoyasababisha hayo. Lakini Mungu wa mbinguni aliyeumba vitu vyote siku zote huwa hafadhili vita. Na Mungu huyu huyu anasikia vilio vya Wayahudi wanaolia, anasikia vilio vya Waajemi wanaolia, anasikia vilio vya Wapalestina wanaolia kwa sababu ya uonevu wa mataifa makubwa kama Marekani, kwa sababu ya kuingilia kati maslahi zao mataifa kama Israeli na Irani na Urusi, ambao mara zote viongozi hawa wanataka sifa na kujitutumua na kuonekana kwamba wana mamlaka na wana uwezo. Mungu hajawahi kuwa mfadhili wa vita yoyote ile katika dunia hii, bali vita vingi hutokana na upumbavu na viburi vya wanadamu wenyewe. Usalama wetu sasa ni kugeukia katika ulinzi wa kimbingu. Hatuna muda wa kupoteza. Tukiwa katika shughuli zetu za kazi au biashara, basi tufanye yote kama watu wanaotambua wana wakati mchache tu, na tukuze viwango vya uaminifu na uadilifu. Tusali asubuhi na mchana na jioni, na kusemezana kwa maneno matakatifu, maana Yesu Kristo anayekuja atakuja wala hata kawia. Usifurahie unapoona vita, watu wanaumia, wanalia. Usifurahie umwagaji wa damu. Hayo si mapenzi ya Mungu. Biblia imesema amelaaniwa yeye anayefurahia msiba. Sio kwa sababu watu wa Kongo wanapigana, wewe kwako Mtanzania au Mkenya unaishi kwa amani iwe ni furaha. Hapana. Hubiri amani. Ombea amani. Maana ni shetani anayesponsor hivi vita, anayefadhili hivi vita kupitia mawakala wake ambao wanatawala hizi nchi. Na wewe unapofurahia, maana yake unafurahia kazi ya uharibifu inayosababishwa na yule mwovu Ibilisi. Hebu ndugu zangu, tuinue macho yetu juu. Tuungane kwa pamoja katika kumtafuta Mungu kwa maombi, kuwaombea ndugu zetu wanaokuwa katika hali ya shida na vita, kuwaombea ndugu zetu wanaodhulumiwa, wanaofanywa kila aina ya ukatili katika nchi zetu na katika nchi hizo tunazosikia. Tuwaombee, tuungane kwa pamoja. Lakini zaidi ya yote, tutakase mioyo yetu, tujiandae, maana haya yote yalitabiriwa. Yanapotokea yanaashiria kwa Yesu Kristo anakuja. Yanaashiria kwa mwovu anatambua kwa wakati wake umebaki ni mchache tu, anafanya bidii katika kuvuruga ulimwengu ili Kristo, hata wale ambao ni wateule wanaomtumaini yeye, wakati tamaa na kuvunjika moyo na kudhani ya kuwa Mungu hatawali. Lakini katika yote Mungu ataweka mambo yote sawa. Ubabe wa mataifa na ubabe wa watu hautaendelea. Mungu awabariki. Mungu akubariki sana. Bwana akubariki. Usisahau kushare, kusubscribe na kucomment